Afya ya akili ni kule kuwa katika hali timamu, hali stahimilifu katika kuweza kutekeleza majukumu yako ya kila siku na kuishi hali yako ya kila siku katika uheri wa afya. Watu wengi wanaposikia afya ya akili pengine hufikiria tunaongea kuhusu watu taharuki katika masuala ya akili. Si taharuki, yani si wenda wazimu. Sote katika hii dunia tuko na hali mbalimbali ambazo zinaweza kutatanisha hali yetu ya afya ya akili. Kuna ile hali ya kutokuwa na utimamu wa afya ya akili kwa muda. Kuna ile hali ya kutokuwa na afya ya akili kwa muda mrefu ama kwa muda mfupi, na utimamu huo husababishwa na mazingira ama hata hali ya afya ya mwili huweza kuathiri hali ya afya ya akili. Vile vile mazingira ya kijamii, tunaita psychosocial environment, inaweza kukutatiza na kwa wakati ule ukawa na hali tatanifu katika upande wa afya ya akili. Kuna kwa Kiingereza wanasema mental illness na mental disorders. Sasa mental illness ni kuwa mgonjwa wa akili kwa hali fulani, na mental disorders ni kule kutatanika ama kutokuwa katika hali timilifu kwa muda, ama kwa muda mfupi ama kwa muda mrefu. No. Na pengine sasa katika hayo ambao umeeleza, pengine niulize kwamba msongo wa mawazo ama kuwa na mawazo mengi, je, kuna uhusiano upi ama kuna uhusiano wote na afya ya akili? Naam. Kwa kawaida kila binadamu anatakana kuwa na mawazo. Yaani akili yake inaendelea na inafanya kazi katika hali ya kawaida. Kunapopita kiasi cha yale mawazo, ndio maana unasema msongo. Yaani mawazo yamesongamana, kama kuna jamu yanalazimishana kufanya kazi katika hali ya kawaida, basi unakuwa hutimamu tena. Uko na upungufu fulani, kuna hali ambayo haina uzima wa kawaida, na hii hali inasababishwa na mazingira ya kijamii. Kwa Kiingereza tunasema psychosocial environment, ama mara nyingine pengine internal, yani katika nafsi yako, ndani ya nafsi yako kumekuwa na mikinzano, kuna conflict within yourself. Ndani ya nafsi yako kuna conflict. Sasa unakuwa sasa hutimamu tena. Binadamu yeyote wa kawaida huwa ana disorder moja au nyingine kwa kiwango fulani, na kawaida huwa tunasema katika kile kiwango cha chini. Moderate hii moderate disorders huwa ni hali ya kawaida kabisa, ama on off disorder, yani kule kutatanika kwa muda kidogo alafu unarudia hali yako ya kawaida. Lakini kuna kule kutatanika kunaenda juu zaidi, above ya moderate, above ya kawaida, inaanza kuwa sasa severe, acute na kadhalika. Sasa wewe utahitaji wataalamu wa afya ya akili, wakiwemo sasa washauri, psychologist, na wenye tiba ya matibabu ya hospitali ya tunaita psychiatrist. Psychiatrist yeye huwa anaangalia hali yako, anakuandikia tiba ya kimatibabu. Kwa mfano anakudunga sindano, anakuambia chukua tembe fulani. Baada ya muda unakuwa katika hali yako ya kawaida, ili kukupa uwezo wa kuweza kujitathmini. Hapo sasa unahitaji msaada wa psychologist kama sisi, sasa kukuweka katika hali ambako unaweza kujimudu mwenyewe na kujiweka katika hali ambako unaweza kupata ule unafuu bila matibabu ya kitaalamu ya tembe ama ya sindano ama vitu kama hivyo.